Kufuatia kuandama kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika maeneo mbalimbali duniani, baadhi ya Waislamu katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wamewataka Waislamu wenzi wao kutumia mwezi huu kwa ibada, toba na kujiepusha na maasi, huku wakisisitiza mshikamano na huruma kwa wahitaji. Ni wito kwa Waislamu wote kujikurubisha kwenye ibada, kufunga kama hivyo, kuswali tarawih na ibada nyingine nyingi, kwa sababu ni mwezi ambao wenye faida kubwa, wenye malipo makubwa kwa mujibu wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Katika mahojiano hayo, wakazi hao wamesema kuwa wengi wamesema Ramadhani si mwezi wa njaa wala kiu pekee, bali ni shule ya malezi ya nafsi. Tujiandae kwa kutenda mema na kuacha maasi yote, na tunapoingia kwenye mwezi wa Ramadhani tuingie moja kwa moja, sio tunaingia na kurudi. Kidini, Ramadhani ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu, ambapo kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, Ramadhani huambatana na kuongezeka kwa ibada kama vile swala za tarawih, kisomo cha Qur'an, sadaka na dua. Huu ni mwezi ambao milango ya rehema hufunguliwa na waumini hupewa fursa ya kuanza ukurasa mpya wa maisha. Mimi naambia Waislamu tushikamane na dini yetu na tuwe na moyo wa kufanya yaliyo mema, na tuache mambo, tujue mwezi huu umekuja kwa ajili ya kutukomboa, kuacha maovu na kufanya yaliyo mema yote inshallah. Mbali na ibada, lakini pia Ramadhani imekuwa na ada na desturi ya kubeba tamaduni za kijamii. Katika kipindi hiki, familia hukusanyika wakati wa iftari, misikiti hujaa waumini nyakati za usiku na moyo wa kusaidiana huimarika zaidi. Aidha, wafanyabiashara nao wamehimizwa kuzingatia uadilifu, kuepuka kupandisha bei kiholela na kutanguliza hofu ya Mungu katika biashara zao. Tunaomba wafanyabiashara wenzetu wa soko la Temeke Stereo wasiwe na kawaida ya kupandisha bei mwezi wa Ramadhani kutumia kama faida kukuza mitaji yao, bali watumie fursa hii kumcha Mwenyezi Mungu na kutafuta rehema za Mwenyezi Mungu ziwashukie kuliko kupandisha bei bidhaa. Ramadhani pia ni mwezi wa kujifunza nidhamu ya ulimi, macho na matendo. Waumini hutakiwa kujiepusha na mambo yote yanayoweza kuharibu saumu yao, yakiwemo maneno mabaya, fitna na dhulma. Kwa wengi huu ni mwezi wa matumaini ya msamaha, matumaini ya kubadilika na matumaini ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia kwa utulivu wa usiku na mwandamo wake kuangaza anga, wito na baki kuwa mmoja, kugeuza mwezi huu kuwa darasa la mabadiliko ya kweli, kwani si mwezi wa kufunga midomo pekee, bali wa kufunga mioyo dhidi ya maovu. Si mwezi wa njaa na kiu tu, bali wa rehma, subra na mshikamano. Waislamu wanakumbushwa kuwa Ramadhani huja mara moja kwa mwaka, lakini athari yake inaweza kudumu maisha yote. Abdullahi Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam. Kishki TV, nuru ya dini yako.